Mpendwa mtazamaji wangu, nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo anayetujalia hai. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu, ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Basi tuangazie katika siku ya leo somo linalosema jinsi hofu inavyofukuza mafanikio mbalimbali ya kiuchumi. Jinsi hofu inavyofukuza mafanikio mbalimbali ya kiuchumi. Na hii ni sehemu tu ya kitabu ambacho nimekuwa nikikiandika. Nimeona nishare pamoja na nyinyi katika sura mojawapo ambayo inazungumza kwa habari ya hofu inavyoweza kufukuza fedha au watu wa Mungu. Kuna nguvu moja kubwa inayoua ndoto za watu wengi zaidi ya umaskini. Kuna nguvu kubwa moja ambayo inaua ndoto za watu wengi zaidi ya umaskini, kushindwa au upungufu. Nguvu hiyo ni hofu. Nguvu hiyo wapendwa ni hofu. Hofu ni kama sumu ya kiakili. Inaua ubunifu, inazima ujasiri na inafukuza fursa ambazo Mungu amekuletea. Fedha, fursa na watu wenye mafanikio hawakai karibu na akili yenye hofu. Siku zote tambua hiyo. Biblia inazungumza kwamba kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga bali roho ya nguvu, ya upendo na ya akili timamu, katika Timotheo wa pili ile sura ya 1 mstari wa 7. Hii ina maana kwamba kila hofu ulionayo si kutoka kwa Mungu, ni adui wa ndani anayepinga ndoto zako. Hofu ni kizuizi cha akili ya mafanikio. Hofu hufanya akili ishindwe kufikiri vizuri. Lakini unapohofu kushindwa, akili yako inajifunga. Badala ya kuona suluhisho unaona tatizo. Badala ya kuchukua hatua ya kukabiliana na tatizo unakimbia. Kama una ndoto kubwa, tambua kuwa hofu itajaribu kukuzuia. Lakini kila mafanikio makubwa yanaanza pale mtu anaposema ninaogopa lakini nitafanya hata hivyo. Nimesikia watu wengi katika jamii mbalimbali wanazungumza kwamba nina hofu lakini wacha nifanye. Kwa hiyo ndio inapoanzia mafanikio makubwa, yanaanzia hapo. Mtu mwenye ujasiri si yule aliyehisi hofu, bali ni yule anayeamua kuendelea licha ya hofu. Kwamba si yule anayeona changamoto, bali yule anayeendelea licha ya changamoto iliyoko mbele yake. Hofu huvunja uhusiano wako na kifedha. Naomba hapa tuwe makini zaidi. Hofu huvunja uhusiano wako na fedha. Kumbuka, pesa hupenda ujasiri na huchukia mashaka. Watu wenye hofu ya fedha hawawezi kuvuta utajiri kwa sababu akili yao inaeleza dunia siko tayari. Kama una hofu kutumia, kuwekeza au kuchukua hatua, utabaki ukiwa mtazamaji wa wengine waliofanikiwa. Fedha inatembea kwa wale walio tayari kubeba majukumu. Watu wenye hofu hukaa wakisema itakuwaje nikishindwa, lakini wenye imani husema itakuwaje nikifanikiwa. Unaona maswali mawili. Ambaye ana hofu anasema itakuwaje nikishindwa, anaangalia kushindwa hatimaye. Lakini huyu mwingine anaangalia kwamba itakuwaje nikifanikiwa, si nitapiga hatua mbele. Chanzo kikuu cha hofu kinatokana na mambo mbalimbali, lakini leo tutayazungumza mambo matatu, ambayo ya kwanza ni kutojua, yani ukosefu wa maarifa. Watu wengi wanaogopa kwa sababu hawajui hatua sahihi ya kuchukua. Lakini jambo la pili ambalo linaweza likawa chanzo cha hofu, kutojua huku. Hata wanafunzi unakuta hajui jambo, basi anajengeka hofu kwamba itakuwaje, silijui hapa, sijui mtihani huu itakuwaje, sijasoma, sina maarifa ya kutosha. Kwa hiyo hofu inakaa kwa wingi. Lakini pia mambo ya zamani, kushindwa kwa nyuma, huwafanya watu waamini kwamba hawataweza tena. Yani mtu aliyepitia katika magumu au aliyepitia katika kushindwa, kufilisika zamani kibiashara, au aliferi zamani katika mifumo fulani, unapomwambia ainuke tena, anawaza kwamba hivi nikishindwa itakuwaje. Hawaamini kama wanaweza tena. Lakini jambo la tatu ambalo linakuwa sababu ya hofu ni kusikiliza sauti za wengine. Watu wanapopandikiza mashaka, woga na kukukatisha tamaa,
Biblia inasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, katika Hosea 4:6. Sasa kusikiliza watu wako aina tofauti. Katika kitabu changu cha Nguvu ya Rafiki nimezungumza mambo mbalimbali pale, kwamba rafiki ni mtu ambaye anaweza kupanda au kuharibu. Maana ni muhimu sana kuchanganua rafiki ulionayo kabla hamjawa interacted kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kusikiliza watu pia, kuna watu wanaangamia. Kuna watu mara nyingi hofu yako itapungua mara tu utakapopata taarifa sahihi. Kwa hiyo watu wana taarifa mbalimbali, lakini wewe utakapopata taarifa sahihi kutoka kwa watu, ndio mahali ambapo hofu itapungua. Lakini pia katika kipengele hiki kwamba hofu inasababisha vijana wengi washindwe kuendelea, hofu inasababisha watu wengi washindwe kuendelea. Lakini jambo la 4, jinsi hofu inavyoharibu akili ya kifedha. Hofu huunda vibao na vizuizi, tunaita mental blocks, vinavyokata mawasiliano kati ya akili yako na ubunifu wa kiroho. Hii inakufanya uamini kuwa mambo haya, sina uwezo wa kufanya hivyo, sina elimu ya kutosha, sina mtaji, nitachekwa. Mambo kama hayo ambayo yanaweza sasa yakakuharibu kwenye mambo ya fedha, akili ya kifedha. Na kwa kweli hofu inakufanya uishi maisha yasiyo yako. Inakufanya ukae kwenye kivuli cha ndoto zako. Lakini kumbuka, hakuna mtu aliyefanikiwa bila kujaribu, na hakuna aliyekufa kwa kujaribu. Sio, unanielewa? Kumbuka kuwa hakuna mtu aliyefanikiwa bila kujaribu, na hakuna mtu aliyekufa kwa kujaribu. Jinsi ya kushinda hofu: kabiliana nayo. Usikimbie hofu, ikabili kwa ujasiri. Unapokimbia inakufuata, unapokabiliana nayo inakimbia. Lakini jambo la pili, tumia neno la Mungu. Kila mara unaposikia hofu ikijitokeza, sema neno: mimi si wa hofu, bali mimi ni wa nguvu. Lakini pia naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini pia maneno kama hayo yanaua hofu. Kwa hiyo ukitamka kwa maarifa, kwa bidii, kwa imani, maneno hayo ya imani yanaua hofu kabisa, kwamba mimi si wa kushindwa bali ni wa kufanikiwa. Mimi si mkia bali ni kichwa. Lakini pia jambo la 3, fanya hatua ndogo ndogo kila siku. Kila hatua ndogo unayochukua hupunguza hofu kwa asilimia fulani. Usisubiri ujasiri ukukute, uanze ndipo ujasiri utakufuata. Usisubiri ujasiri kwamba nitapata nguvu, uanze taratibu, chukua hatua taratibu, ujasiri utakufuata. Lakini zunguka na watu wa imani. Hofu huenea kama virusi, lakini imani huambukiza. Kaa karibu na watu wanaokuinua, sio wanaokukatisha tamaa. Lakini omba neema ya ujasiri. Ujasiri ni neema ya kiroho. Mungu hutoa nguvu ndani yake kwa wale waliomwamini. Biblia katika kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 1 anasema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Mabadiliko ya fikra. Badala ya kusema naogopa kushindwa, sema najifunza kupitia changamoto. Lakini pia siwezi, sema nitajitahidi. Badala ya kusema siwezi, sema nitajitahidi. Badala ya kusema sina pesa, sema nitatafuta njia. Maneno yako yanaamua mwelekeo wa akili yako. Akili isiyo na hofu huvuta mafanikio. Akili yenye hofu huvuta kushindwa. Siri ya mafanikio: ujasiri ni uwekezaji. Kila mtu aliye na mafanikio leo alichukua hatua wakati wengine walihofia. Ujasiri ni mbegu ya kwanza ya mafanikio. Unapoamua kutembea kwa imani, dunia nzima inaanza kupanga baraka zako, inaanza kupinga baraka zako. Unapoamua kutembea kwa imani, dunia nzima inaanza kupinga baraka zako. Simama imara, kuwa na moyo wa ushujaa, katika Yoshua 1:9. Na mafanikio makubwa yako upande wa pili wa hofu. Ukivuka mstari wa hofu, utakutana na fursa ambazo Mungu amekuandalia. Kumbuka mambo haya, mpendwa msikilizaji wangu, kwamba hofu ni adui wa akili ya mafanikio.
Akili yenye hofu haivuti pesa. Maarifa huua hofu. Ujasiri huleta fursa mpya. Mungu hakutupa roho ya uoga. Kwa kusema hivi basi, mimi niseme tu kwamba kama unataka mafanikio ya kweli, shinda hofu yako kwanza. Fedha, ndoto, fursa zako zote zimejificha nyuma ya hofu unayokimbia leo. Usiache hofu ikutawale. Simama, amka, chukua hatua, kwa sababu fedha zinalala kwenye akili yako, si kwenye hofu yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana, mpendwa msikilizaji wangu. Kumbuka, ukitaka kupata kitabu hiki, tuwasiliane WhatsApp kwa namba za simu. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Nikutakia wakati mwema na wakati wa ushindi. Amen.